Ni kusalimu popote pale ulipo mtazamaji, karibu katika kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kinacholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi wa Christos Assemblies of God CAG. Kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila Alhamis saa 4 kamili hadi saa 5 kamili za usiku, na marudio ni Jumamosi kuanzia saa 9:30 hadi saa 10:30 jioni hapa Channel 10. Mtazamaji, kabla sijamleta kwako mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu, acha nikupe ratiba za ibada. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 6 kamili za mchana, na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi, na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Unaweza ukazungumza moja kwa moja na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kupitia namba 0754 36 78 26 0754 36 78 26, lakini pia 071826 7171. Unaweza kufuatilia ibada hizi moja kwa moja kupitia Maranatha TV online, lakini pia unaweza ukatembelea mitandao ya kijamii ya mtumishi wa Mungu. Basi kwa wakati huu, acha nimlete kwako mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Nikusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni neno la Mungu kutoka Isaya sura ya 45 mstari wa 22. Biblia inasema, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wa video hii fupi, mbele yetu kuna kazi kubwa ya kuhubiri Injili vijijini na mijini. Lengo kubwa ni kuwaleta watu kwa Yesu Kristo kutoka kwenye mafungamanisho ya kimizimu, kutoka kwenye mafungamanisho ya giza na uovu, ili waweze kupata nuru ya Injili. Mpango mkakati nilio nao ni kupata gari kubwa la Injili litakalofanya niweze kufika kwenye vijiji na kwenye miji, kwenye wilaya na kwenye vitongoji, kupeleka habari njema za ufalme wa Mungu. Wako watu wanahitaji kusikia na wanakiu. Ni nani nitakayemtuma? Isaya anaambiwa ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Mimi nimemwambia Baba, nitume mimi, nitume mimi. Unaweza ukaona mazingira ya kijiji yalivyo. Tunahitaji kufika kwenye maeneo hayo kufanya kazi ya Mungu. Kwa ni kuombe rafiki yangu, wekeza kwenye utumishi huu. Tupate gari la Injili $113,000, lakini tukipata $150,000 itakuwa ni sahihi zaidi kwa ajili pia kusafirisha. Lakini in all, tunahitaji kupata gari la Injili. Mungu azikumbuke sadaka zako. Mungu azitakabali dhabihu zako. Mungu akujalie haja ya moyo wako. Yote yanawezekana kwa kaaminie. Ubarikiwe na karibu. Andika somo letu, shinda kushindwa kwa kumuomba Mungu mpaka upate haki yako.
Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 8. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi mji fulani, amchi Mungu wala ajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki yangu na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ingawa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo kadharimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Lengo la somo letu, utumie maombi kudai haki yako. Lengo la pili la somo, utumie imani maombi kudai haki yako pasipo kukata tamaa. Msisitizo wa somo letu unalenga utumie imani kudai haki yako mbele za Mungu pasipo kukata tamaa. Swala la kudai haki mbele za Mungu linahusisha sana imani. Sio kila mwenye imani anaomba, na sio kila muombaji ana imani. Kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 1 hadi 22. Biblia inasema, panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mkono kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Herode mfalme akanyosha mkono kuwatenda mabaya. Herode mfalme Herode. Kwa mfalme ni mfumo, Herode ni mtu. Kwa huu ulikuwa ni mfalme ambao una mkono wa mabaya. Herode mfalme akanyosha mikono, maana anatumia mamlaka yake, maana yake anatumia nafasi yake kutenda mabaya. Huwezi kudai haki kama hakuna dhuluma. Kwa kuna haki za watu zimedhulumiwa, Herode akalidhulumu kanisa. Matendo ya Mitume sura ya 12. Biblia inasema akamuua Yakobo ndugu yake Yohana. Kwa kanisa likadhulumiwa uhai, kanisa likadhulumiwa kuishi. Biblia inasema akamuua. Sio Mungu akamuua, Herode akamuua Yakobo ndugu yake Yohana. Mtume Yakobo akauawa. Kwa hapa tunaona kifo kinachotokana na mikono inayoua. Herode akanyosha mkono kuwatenda mabaya, akamuua. Kwa yale mabaya yalilenga kuua. Yohana 10:10, mwizi aji ila aibe. Ndio sifa ya shetani. Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa Yesu anaeleza yeye amekuja kwetu ili sisi tupate kuwa na uzima, lakini shetani yupo kuua. Kwa hapa tunaona kanisa likamuomba Bwana. Yohana, Matendo ya Mitume 12 mstari wa 5, kanisa likamuomba Bwana. Kwa kanisa hili likaomba, watu hawa wakaomba. Biblia inasema walipoomba, wakati Herode amemshikilia Petro, naye anataka amuue kama alivyomuua Yakobo, mstari wa 5 Matendo ya Mitume 12, kanisa likaomba. Yakobo kauawa, Petro kakamatwa ili naye auawe. Kanisa likadai haki mbele za Mungu. Muuaji ni Herode. Biblia inasema kanisa lilipoomba, wakati huo Petro alikuwa analala katikati ya walinzi wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi wako mbele ya gereza wakilinda gereza. Mara wa malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Unapoomba maombi ya kudai haki, kwa sababu unastahili haki,
Mungu anaingilia kati. Zaburi 20 mstari wa 2 anasema Mungu atakuletea msaada toka patakatifu pake. Kwa Bwana atakuletea msaada, lakini msaada huu hauji usipouomba. Wakaomba msaada, Bwana akaingilia kati. Tayari wameshamzika Askofu Yakobo. Askofu Petro anakamatwa naye afe. Ni mnyororo wa kifo ule. Kwa kanisa likaomba. Kwa lilipoomba, Mungu akaingilia kati. Biblia inasema malaika wa Bwana akatumwa, akasimama karibu naye Petro akiwa gerezani. Kwa nini malaika wa Bwana alitumwa? Zaburi 91:10-12. Bwana anasema mabaya hayatakupata wewe. Hajasema mabaya hayatatupata sisi. Anasema mabaya hayatakupata wewe, specifically wewe uliyeomba. Kwa wengine wanaweza kupatwa na mabaya, wengine wanaweza kupatwa na misiba, lakini aliyeomba asipatwe na msiba hatapatwa na msiba, kwa sababu Bwana hatatuma malaika kwake, hatatuma malaika kwenye familia yake, watamtoa kwenye mateso. Zaburi ya 91:10-12, mabaya hayatakupata wewe. Kabla hawajaomba malaika kutumwa. Kabla hawajaomba malaika hakutumwa. Walipoomba ndipo malaika akatumwa. Na we kama unataka Bwana akuletee msaada, omba msaada. Waambie Bwana, naita malaika wako waje kwenye nyumba yangu. Naita malaika wako waje kwenye biashara yangu. Naita malaika wako waje kwenye ndoa yangu. Hao malaika watakuja kukusaidia. Ndivyo Biblia inavyosema. Kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu. Kuna watu wengi wanajilaza chini wanalalamika, hawaombi malaika waje. Hawa wakaomba malaika. Malaika wa Bwana wakaja wakaingia gerezani. Biblia inasema nuru ikamulika Petro. Malaika akamwambia ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia jifunge, naye akavaa viatu vyako. Akafanya kama hivi alivyoambiwa. Kisha akamwambia jivike nguo yako kaje unifuate. Akatoka nje, wala hakujua kuwa ni kweli aliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Niko Matendo ya Mitume 12. Kwa Biblia inasema Petro akaokolewa. Akatoka ndani ya gereza. Akatoka kwenye mikono ya kina Herode. Kwa sababu gani? Wako walioomba haki. Ukiomba haki hautanasa, bali Mungu atakunasua. Biblia inasema hata Petro alipopata ufahamu akasema sasa najua kwamba Bwana ametuma malaika wake. Kwa Biblia inasema akafunguliwa mlango. Alipofika kwa waombaji, akagonga mlango kwenye chumba cha maombi au nyumbani kwa Mariam. Waombaji walikataa jibu. Biblia inasema na kijakazi jina lake Loda akaja akasikiliza. Alipotambua sauti ni ya Petro, hakufungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia una wazimu? Sasa hawa ni waombaji, wanaomba Petro Bwana ampelekee msaada, na Bwana kapeleka msaada. Petro kaachiliwa. Jibu lilipofika mlangoni wakalikataa. Kwa sio kila anayeomba ana imani ya kupata majibu. Watu hawa walikuwa wanaomba. Sasa mimi sijui sasa walikuwa wanaomba Petro aachiwe na lini na sangapi. Walimpangia mpaka na Mungu saa. Kwa inawezekana walikuwa wanajua Petro kesha atapelekwa mahakamani mbele ya hakimu, atajitetea, ataachiwa. Mungu anasema Isaya 55:8-11, mawazo yangu si mawazo yenu, na njia zangu si njia zenu. Kwa unapoomba ukidai haki, usimpangie Mungu majibu. Wewe omba Mungu Mwenyezi, yeye akupe haki yako na haki yake atakupa, lakini usimpangie Mungu majibu. Wakamwambia Loda, una wazimu? Shinda kushindwa. Kuna walioshindwa. Akawaambia anayegonga ni Petro. Wakamwambia ni kivuli chake, sio yeye.
Kwa nini wanakataa jibu? Walikuwa wamepanga majibu yao. Kwa wengi wanapishana na Mungu eneo hili kwa sababu wanampangia Mungu itakavyokuwa. Lakini Bwana anasema yeye atakapokuja duniani, je, ataikuta imani kwa waombaji? Kwa watu wengi wanajivuruga. Saa ya kuomba hawaombi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Unapodai haki, omba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Isaya 54:14. Bwana anasema utathibitika katika haki. Utakuwa mbali na kuonewa. Lakini lazima kwanza uthibitike katika haki. Hasa kwenye Biblia kuna haki nyingi sana. Lakini haki moja wapo ambayo ni haki yako we mtu wa Mungu uliyeokoka. Nimeandika kuna mikakati itakayokusaidia we kupata haki. Mkakati wa kwanza, lazima uwe na imani isiyotindika. Luka 22:32, Yesu anamwambia Petro, na kuombea wewe ili imani yako isitindike, nao utakapong'oka uwaimarishe ndugu zako. Kutindikiwa imani ni hali ya kukata tamaa wakati unapokuwa unaomba juu ya haki yako, lakini mazingira hayaungi mkono hayo maombi. Unadai haki, lakini mazingira hayaonyeshi kama haki utaipata. Mkakati wa pili, lazima urenge kupata matokeo katika kile uombacho, sio kuomba tu. Kuna watu wanaomba bila kujali wanachoomba kinaleta majibu gani. Jibu likija wanalikemea, jibu likija wanalikataa. Lenga kupata majibu, lenga kupata matokeo katika kile ukiombacho. Mathayo 8:23 hadi 27. Utaona wanafunzi waliomba msaada kwa Yesu. Yesu akaukemea upepo. Alipokemea ile dhoruba, ule upepo ukatulia, wakashtuka. Wakasema, huyu ni nani sasa mpaka anakemea upepo na mtii? Wao ndio waliomba, wakamwambia, Bwana, tunaangamia. Bwana akashuka, akaingilia kati, akazuia maangamizi. Alipozuia maangamizi, wakataka kuzimia. Kwa wakati mwingine tunaomba bila kujali matokeo ya kile tunachoomba. Matokeo yakija, mengine tunakufa kabisa kabisa. Bwana, tunaangamia. Akasema, wameomba. Akaja akazuia maangamizi. Walipoona yameondoka, akasema, huyu ni nani? Wakaanza kumkimbia. Akasema, enyi wenye imani haba. Kwa mpendwa, unapoomba, omba kwa kujali matokeo. Kwa maana yake ukisoma vizuri hapa, kuna watu ambao tunaomba bila kujali kitakachotokea. Kwa tunapofanya maombi tunataka matokeo. Na leo kwenye ibada hii tutafanya maombi yenye kuleta matokeo. Kwa sababu haki za watu zinazuiwa na watu wanaozuia. Bwana amenituma siku ya leo, haki zako zirudi. Nimeandika haki 52 unazopaswa kuziomba mbele za Bwana. Twende Zaburi 45:6 na 7. Kiti chako cha enzi, Mungu, ni cha milele. Fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umeipenda haki, umechukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzako. Biblia inasema umeipenda haki, umechukia dhuluma. Palipo na haki hakuna dhuluma, na palipo dhuluma hakuna haki. Kwa maombi yetu leo yanakwenda kushughulikia kila aina ya udhalimu unaosababisha dhuluma. Tumesoma Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 8. Biblia inasema palikuwepo na mtu kadhi dhalimu. Kadhi dhalimu kwa lugha ya sasa, kazi anaweza kufananishwa na hakimu. Huyu kadhi dhalimu, mama huyu alimwendea, anadai apewe haki yake. Huyu alikataa kumpa haki. Kwa hiyo udhalimu ni kitendo cha dhuluma kinachotumia mfumo wa maamuzi. Kadhi dhalimu ni hakimu. Kadhi dhalimu ni mtu ambaye amekaa kwenye nafasi kuwapa watu haki zao, lakini yeye hatoi. Kwa hiyo ukienda kwenye tafsiri ya kitendaji,
Neno udhalimu ni kitendo cha dhuluma kinachotumia mifumo ya maamuzi. Anakaa mtu kwenye nafasi. Herode ni mfumo wa maamuzi, kadhi dhalimu. Kwa kuna watu ambao tumenyang'anywa haki zetu kwenye mifumo ya maamuzi. Wamekuamulia vibaya, ukakosa haki yako. Mungu akurejeshe haki yako. Kitabu cha Zaburi ya 44 mstari wa 23 na 24. Anasema, amka Bwana, mbona umelala? Ondoka, usitutupe kabisa. Mbona unaufisha uso wako na kusahau kuonewa na kudhulumiwa kwetu? Haya ni maombi. Muombaji anaomba, anasema, Bwana amka. Bwana amka. Mbona umelala Mungu wangu? Ondoka. Usitutupe. Maana yake hawa watu wanataka msaada hakuna. Wanamwambia Bwana, mbona umetutupa? Mbona umetuficha uso wako na kusahau kuonewa na kudhulumiwa kwetu? Maana yake ni watu ambao walikuwa wameonewa, haki zao zimedhulumiwa. Wanaomba msaada wa kimungu, Mungu aingilie kati. Kwa maombi ya kudai haki ni maombi yanayotaka msaada wa kimungu. Kwa baba, mama, ili udai haki, lazima ujue haki zako zimedhulumiwa wapi. Andika maeneo matatu yanayoweza kusababisha mtu akapoteza haki wakati anastahili kupata haki. Eneo la kwanza, kutokujua haki yako. Upo tu ujue haki yako. Mtu mmoja alikata tiketi ya treni, anasafiri kwenda bara. Tiketi ile yeye hakufahamu kama na mzigo wake ile begi limekatiwa humo. Kwa alipoingia ndani ya treni akaendelea kujitwika sanduku. Watu wanamwambia, weka mzigo wako pale. Akasema, pameandikwa abiria, chunga mzigo wako. Wakamwambia, akakataa. Mtu mmoja akamnunulia soda. Wakati anajaribu kuinywa, begi likadondoka. Alibeba mzigo ambao hakustahili kuubeba, kwa sababu ulitakiwa ubebwe na treni. Yeye akakaa na begi wakati amekaa kwenye kiti. Warumi sura ya 5 mstari wa 1. Basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunahesabiwa haki kwa imani. Kwa kitendo chako cha kuokoka, kitendo chako cha kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi, kinakupa haki za ufalme wa Mungu. Yohana 1:12. Wote waliompokea wamefanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa kama wewe ni mtoto wa Mungu, una haki. Lakini hizo haki kama usijui, unabaki kama mtumwa. Tulikuwa tunasafiri kuelekea Israeli. Katika kundi letu la safari tukawa na mzee mmoja. Yeye anafahamu ukiwa unasafiri lazima ufunge masurufu kiporo. Kwa wakati anatoka kule mkoani, mke wake akamfungia samaki, akamfungia chapati, akamfungia na viazi, akatia kwenye briefcase. Hapa kwetu kwenye ukaguzi hawakuviona vile vyakula. Tukapanda ndege, tukashuka Misri, tukaanza safari kuelekea Israeli. Tulipofika kwenye mpaka wa Israeli, wakatukamata kwamba begi moja humu ndani kuna vitu havieleweki. Mzee anaulizwa, kuna nini humu ndani ambacho hakieleweki? Akamwambia, hapana, mimi vyote vinaeleweka, ni nguo tu. Alifunga nyama, alifunga samaki, akafunga na kachapati na kiazi. Hakujua kwamba tiketi yake ya ndege ina kiazi, ina chapati, ina mandazi, ina mapochopocho. Alipoingia kwenye ndege, akara akashiba, akasahau alichofunga shewa. Akasafiri na mzigo ambao hutakiwi. Tulipofika pale Taba tukakamatwa. Fungua briefcase. Siku ya 4 hiyo, samaki walishaoza mle ndani, chapati hazitamaniki, ndio linafunguliwa ile nyabuzanga ta. Kwa kama hujui haki, unaweza ukatembea na masamaki na maviazi yaliyooza wakati tiketi yako ya kwenda mbinguni inafuru. Bwana amekuletea wokovu kamili. Kwa haki ya kwanza ambayo unatakiwa ujue ni haki ya kusamehewa dhambi.
Njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Kwa katika haki ya 52 nimeandika haki ya kwanza ni haki ya kusamehewa dhambi. Biblia inasema Warumi sura ya 5 mstari wa 9 hadi wa 11. Basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Sema amina kwa Yesu. Kwa nini nakwambia ni haki? Wako watu ambao haki ya msamaha wa dhambi kwao imewekwa mbali. Unaweza ukawa umeokoka hivi, ikatokea ukarudi nyuma, unatamani kurudi kwenye uokovu, unakutana na mtu anakuambia usamehewi kwa dhambi hizi ulizofanya, wewe huwezi kusamehewa. Isaya 1:18. Bwana anasema njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zako zisipokuwa nyekundu, Bwana atakuosha, hayo maisha ya dhambi yatakuwa meupe. Kwa haki ya kusamehewa dhambi tunaipata kwa neema kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Utakapopata neema ya kusoma historia ya kanisa, ilitokea miaka ya zamani ya nyuma, alikuwepo papa mmoja anaitwa Grigori. Aliamua kutengeneza vyeti vya msamaha, na vile vyeti vikawa vinauzwa, akitumia andiko linalosema mtakao waondolea dhambi, mtakao wasamehea dhambi watasamehewa dhambi, na mtakao wafungia wamefungiwa. Akaliweka pale. Kwa hiyo akasema kwa mamlaka aliyopewa na Mungu, nafundisha kanisa mimi, anao uwezo wa kusamehe dhambi na anao uwezo wa kumfungia mtu dhambi. Akatumia andiko lile, ukilisoma ndivyo linavyosema. Akatengeneza vyeti vya msamaha, na vile vyeti vilikuwa vinauzwa. Kwa vyeti vilivyokuwa vinauzwa, kwa wewe ulikuwa unakwenda unanunua cheti cha msamaha, kwa mwaka mzima unapuyanga, ulewe, uzini, uibe, faza kasha kusamehe. Kwa vyeti vile vikauzwa, ndivyo vilivyosababisha padri anaitwa Martin Luther akaamua kutoka kwenye lile kanisa Katoliki akaenda kuanzisha kanisa la Kiinjili la Kiluteri. Kwa leo tunapoongelea uprotestant umetokana na nini? Ni kosa la Grigori. Kwa leo hii tuna watu wanauza uponyaji. Leo hii kuna watu wanauza ukombozi. Hapa da ukombozi upo wa 500,000 mpaka wa milioni, inafuatana na shida yake ilivyokuwa imekaa. Ikikaa horizontal wanaku horizontal. Tuache habari ya papa, tuongee habari ya mitume na manabii. Kwa haki ya kuponywa ni bure, haki ya kusamehewa dhambi ni bure. Haki hizo lazima wewe uzijue ni za kwako. Akitokea mtu anakuambia ili usamehewe toa hela, mtemee mate. Akikwambia ili upone utoe pesa, msukumie mbali, mwambie acha nife. Lakini leo nyinyi mnaosema amina mnanunua, mnatoroka mnaenda kununua. Kwa leo naweza ukauziwa haki yako. Haki ni yako, umepewa na Yesu. Mimi nauza. Geuza sauti tu. Bwana ameniambia. Ushasikia Bwana ameniambia. Uoji andiko. Hakuna mwanadamu aliyemwaga damu msalabani. Yuko mmoja anaitwa Yesu Kristo. Yeye kamwaga damu yake ili wewe ukombolewe na dhambi. Mathayo 26:26-28 anasema hii ndiyo damu imwagikayo kwa ajili yenu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa mimi naweza nikasema dhambi yako iondoke. Ni mimi nimesema. Mungu hajawahi kusema hivyo. Dhambi ukiitubia inaondoka. Kuna watu leo hawasali kwa sababu walitenda dhambi juzi. Nasema dhambi zangu mchungaji sijui kama Mungu anaweza kunisamehe. Alafu akianza kukueleza kaiba kuku. Lengo la msalaba, fanya matengenezo. Lengo la toba, anza upya. Kwa ni haki yako kusamehewa dhambi. Haki ya pili ni kuponywa magonjwa yote. Utasoma Isaya 53:4-5. Anasema hakika amechukua masikitiko yetu, hakika amechukua magonjwa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa uponyaji unapatikana bure kwa njia ya kifo cha Yesu msalabani. Hakuna biashara pale. Kwa kama hujui haki yako,
utauziwa. Kwa kanisa, Matendo ya Mitume 12 pale pale, walipoacha kumuombea Yakobo akachinjwa, walipoomba kwa Petro akaokolewa. Ni wale wale. Kwa unaweza ukaacha kuomba ukafa, unaweza ukaacha kuomba haki zako zikachukuliwa tu, si upo tu. Bwana anasema si vema mtu huyu haye peke yake, maana yake kuolewa ni haki yako. Kwa ni lazima uombe hiyo haki ya kuolewa ama kuoa iwe kwako. Lakini ukisema mimi ni mlembo nakaa hapa nitaolewa, utanyosha shingo na watu hawaioni. Hata wa kujigonga humpati. Kwa nini? Ni haki yako lakini hujaidai. Kanisa limeambiwa Luka 18:1 imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Wewe unaweka pause. Mungu anasema siku zote, wewe unaweka kuomba tu siku zote. Kama ni siku zote, maana yake inabidi uombe mpaka jibu lipatikane. Lakini wewe ukiomba unasema namwachia Bwana, unapanga mafaili kwa Bwana. Sababu ya 3, kutokusimamia haki zako. Kweli una haki, lakini usimami kuzisimamia haki zako, yani kuzitetea ziwepo. Esta sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 13. Haki unayo, lakini usimamie haki zako. Mahali pale unamuona Malkia Esta kaolewa, mume wake anaitwa Ahasuero. Kwa hiyo hapa tunaona haki ya ndoa. Huyu mama kaolewa, mume wake anaitwa Ahasuero. Huyu mama kaolewa, cheo chake anaitwa Malkia. Huyu mama kaolewa, mume wake cheo chake anaitwa mfalme. Kwa pale kwenye ndoa kuna na haki za umalikia na kuna haki za kifalme ambazo zimo kwenye ndoa yake. Esta aliolewa kuwa mke na Malkia. Kwa wewe mama umeolewa kuwa mke na msaidizi wa mume wako. Nitakuletea msaidizi wa kufanana na wewe, kusaidiana. Kama mume wako ni namba 1, wewe ni namba 2. Kwa habari ya ndoa kuna haki za ndoa. Esta kaolewa kakaa chumbani tu. Kwenye kiti cha umalikia hakukaa, akakaa Hamani. Kwa Hamani alikuwa anawachukia Wayahudi. Kwa akapata nafasi ya kumwambia Ahasuero auwe Wayahudi wote. Swali, Esta alikuwa wapi? Hakuwa kwenye nafasi. Unaweza ukawa ni mwanamke, hauko kwenye nafasi. Wewe kazi yako kukata vitunguu na kutandika vitanda na kulala. Hujui kinachoendelea sebleni. Hujui kinachoendelea kwenye biashara ya mume wako. Kwa umeolewa unakuta kuna mfumo unakuzima. Wewe ni mwanamke tu. Kishaona tu jua kuna vitu vinafichwa. Maana yake ishia hapo, usiulize huku. Lakini Biblia, Mungu anasema aliumba mtu mume na mtu mke, wakae pamoja, wasaidiane, kama wanavyozaa pamoja, wamiliki pamoja. Lakini wanaambiwa tu, unashangaa baada ya muda wale wapiga vigeregere ndio wana control ndoa. Mara mama mkwe, mara baba mkwe, mara wifi mtu ndio wamekaa kwenye kiti cha ndoa. Sasa wewe sasa, yani moyo unajaa machungu. Tembea unaenda huku, nyumba umejaa. Kwa huyu Malkia hakukaa, akakaa mtu mwingine. Akafanya maamuzi mabaya yaliyokwenda kuangamiza familia yao. Waraka ukaandikwa. Esta anakuja kushangaa, matangazo yalishabandikwa ukutani kwamba Wayahudi wote wauawe, na yeye yumo, si Myahudi. Mordekai anasoma tangazo, anashangaa. Anakwenda peleka ujumbe kwa Malkia. Anaambia, mwanangu, tulikuweka, soma Biblia vizuri. Anamwambia, wewe binti, wewe Mungu alikuweka kwa ajili ya majira haya. Mbona umenyamaza? Na ukiendelea kunyamaza, Mungu atatuletea msaada mwingine. Msaada wa Wayahudi kutokufa ulikuwa kwa Esta, lakini yeye hakuusimamia. Maana yake aliolewa alinde masilahi ya Wayahudi ambao walikuwa uhamishoni Babeli, wasiangamizwe. Kale kamama kaingia kwenye poda, masaa yote kwenye kioo, kakasahau majukumu. Kwa anakuja kushtuka, shuka wameshachukua. Anakuja kushtuka, mwanaume analala ofisini baada ya kulala nyumbani. Kasome Biblia. Mwanaume Ahasuero alikuwa rudi, yuko night kila siku. Kuna wanawake hapa umezenu wako night kila siku. Anakuja saa 10 alfajiri,
au 11 kubadilisha nguo kurudi night. Baba mangu mlinzi yuko night. Asijue. Na haki za mwanaume katika ndoa ni zipi? Asijue. Kama uzijui watu watazichukua. Kwa Esther alipoondoka kwenye nafasi, akakaa mtu mwingine akawa mshauri. Mshauri akashauri vibaya. Mshauri wa ndoa ni mke, mshauri wa ndoa ni mme. Sio mwana maombi mwenzako. Kwa baba mama lazima kwenye ndoa yenu mshauriane. Hii inaitwa familia. Bwana aliwaunganisha wawili akawapa na watoto. Kaeni kama familia kwa kusikilizana na kupeana haki. Sasa tunapoenda kuomba ili maombi yetu yasizuiwe, ni lazima tutambue haki zetu kwenye ngazi ya familia. Usipojua haki zako kama mme, zitaondoka. Usipojua haki zako kama mke, zitaondoka. Wanaume mara nyingi haki zetu tunazijua sisi. Lakini hapa mwenye shida mimi naye muona sana ni mwanamke, ndiye anapata shida sana. Na kwa sababu naye ajui haki zake, anaingia tu ndani kama kiroba. Wakati yeye sio kiroba, ni mtu. Ukishaolewa wewe hujanunuliwa kwamba unafananishwa na meza, unafananishwa na kabati. Hapana, wewe ni zaidi ya kabati na meza. Kwa usiwekwe ndani ya nyumba kama kifaa cha samani. Yaani kwamba wewe ni ua. Unaitwa ua langu. Esther alikuwa na haki ya kukaa kwenye nafasi ya umalikia, akaipoteza kwa sababu hakuilinda. Alikuja kuipata kwa machozi na kwa maombi. Esther 4 mstari wa 1 hadi wa 16 ilibidi kufunga siku 3. Kwa hiyo ni eneo la 3 ambalo mtu anaweza akapoteza haki zake wakati alikuwa nazo. Ezekiel 22:30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye simama mbele zangu na kulitengeneza boma mahali palipobomoka, lakini nikastaajabu sikuona mtu. Kwa kwenye familia Mungu anatafuta mtu. Kwenye ndoa Mungu anatafuta mtu. Kwenye kanisa Mungu anatafuta mtu. Na kwenye taifa Mungu anatafuta mtu atakaye simama kwa haki, kudai haki. Kwa haki ya Mungu haishuki tu kama embe toka kwenye mti. Kwa kisha jua hizi ni haki zangu, zilinde. Watoto kwenye familia wana haki. Wewe kwenye familia yako una haki. Usipoteze haki zako kwa sababu kuna watu wanataka kukudhulumu. Tetea haki zako kwa sababu ni haki zako. Wanawake wengi wamedhulumiwa urithi, lakini kosa ni la marehemu. Wewe mwanaume una mali, andika wosia. Kwani kuandika wosia umeambiwa na kufa leo? Baba una mali, una watoto, walisishe mali zao mapema. Andika wili. Usiache mali zinakaa hewani. Narudia tena ili ninanijia, andikeni mgao. Maana nikisema wosia utasema nakufa. Una mali, una watoto wako, unajua mtoto wangu wa kwanza atakaa pale, wa pili anakaa pale, wa tatu atakaa pale. Andika mapema. Haina maana ukiandika wosia utakufa, sio kweli. Kama unaogopa kuandika wosia, unaponunua mali andika kwa majina ya watoto. Umenunua uwanja, unaandika jina la mwanao wa kwanza. Wa pili uwanja mwingine, wa tatu uwanja mwingine, wa nne uwanja mwingine, hati za watoto. Lakini hapa naongelea mambo ya kawaida yanayotesa kizazi. Tuna watu wanaomba na kufunga, wanaombea baba zao wadogo, baba zao wakubwa wafe. Wanaweza wasife vile vile. Kosa ni la baba yako, hakuandika wosia mapema. Kwa hapa ninaagiza kila mtu aliye na mali, hebu ziweke vizuri mali zako kisheria. Weka sheria yako. Nyumba yangu hii, nyumba yangu hii, gari langu hili, shamba langu hili ni la au ni la. Unawaandika wale watoto. Mimi baba yangu nakumbuka hapa ni kama zaidi ya miaka 7 au 8 kama sio 5. Alishaandika vitu vyake akagawa. Lakini baba hajafa mpaka leo yupo. Kwa mimi najua wadogo zangu mali zao ziko wapi. Aliniita akaniambia huyu atapita hapa, huyu atapita hapa, huyu atapita hapa, atapita hapa. Wewe ni mchungaji, huwezi kuwadhulumu. Kaambia ndio baba. Lakini ukiacha vitu havijaandikwa, Mungu anisaidie, sijajua kwa nini nimeenda huko, mimi sijui. Lakini Mungu akusaidie uandike ili kuepusha migogoro itakayotokea kule. Kuna haki ambazo tunazipoteza. Imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Kwa nimesema haki ya kwanza ni haki ya kusamehewa dhambi. Haki ya pili ni haki ya kuponywa magonjwa. Haki ya tatu ni haki ya ukombozi dhidi ya mauti. Wewe ambaye umeokolewa,
upaswi kufa kabla ya wakati. Hosea 13:14. Hii ni haki ya mtu aliyeokoka kutokufa mapema. Kitabu cha Ayubu 5:26, Biblia inasema utafika kaburini mwenye umri mtimilifu kama mganda wa ngano ulivyo kwa wakati wake. Umri mtimilifu maana yake ni miaka 70, 80 mpaka 120. Twende Ayubu 5:26. Biblia inasema utafika kaburini mwenye umri mtimilifu kama mganda wa ngano ulivyo kwa wakati wake. Umri mtimilifu ni miaka 70, 80 mpaka 120. Zaburi 90 mstari wa 10. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80, na kiburi chake ni tabu na ubatili, maana chapita upesi, tutakomea mara. Kwa hapa Biblia inataja umri wa mtu ni miaka 70 ama 80. Ukienda Mwanzo 6:3, Bwana asema hivi, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa ni miaka 120. Kwa umri mkamilifu ambao inabidi uombe kwa Mungu ni kuanzia miaka 70 mpaka miaka 120. Haki ya 4 ni haki ya kuwa tajiri. Wakorintho wa 2:8-9, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba nyinyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Kwa Yesu Kristo amefanyika maskini ili wewe upate haki ya kuwa tajiri. Kwa utajiri ni haki yako, umaskini sio haki yako. Kitabu cha Mithali 8:17-21, Bwana anasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu na dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Natembea katika njia ya haki, katika mapito ya hukumu, niwarisishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Bwana anasema anawapenda wanaompenda, maana yake wenye imani. Wale wanitafutao kwa bidii wataniona, maana yake wanaoomba kwa imani. Anasema wataniona nini? Wataona utajiri na heshima. Kwa baba mama, haki ya kuwa tajiri ni yako na kuheshimiwa ni kwako. Kinyume cha utajiri na heshima ni umaskini na aibu. Palipo na umaskini kuna aibu, utaibishwa. Kwa Bwana amekusudia kulipa kanisa utajiri na heshima, lakini anasema naam utajiri udumuo. Kuna watu walikuwa matajiri jana, leo ni masikini. Wewe Bwana anakwenda kukupa utajiri unaodumu. Anasema natembea katika njia ya haki. Mithali 8:17-21, natembea katika njia ya haki. Kumbe ili Mungu atembee na wewe lazima kuwepo na njia ya haki. Usifanye biashara dhalimu. Usiwe na mizani ya adaa. Mtu anakuja kununua kwako, kumbe mizani chini umeweka jiwe. Anakuja kununua kilo moja, wewe unampa robo 3. Unauza simenti, unapiga nyoka. Unauza mafuta, unasheri, unaweka maji. Bwana anatembea kwenye njia za haki. Kwa ni lazima Mkristo ujilinde. Ni heri upate faida ndogo na Mungu kuliko kupata faida kubwa na shetani. Watu watakwambia umelala. Niliwahi kufanya kazi mimi. Kampuni iliyokuwa imeniajiri waliniweka store. Nilikuwa nimesomea mambo ya stores management and stock control. Kwa mimi nilikuwa ni storekeeper. Kwa kisha fanya mauzo, watu wananifuata kwenye gara niwape mzigo. Kwa ile biashara wakati inaendelea, nikapata vishawishi. Wale wateja wakawa wanakuja na risiti zao wamelipa ndani, lakini wanataka niwaongezee mzigo. Naambia hoya mwaya, acha kulala. Ilikuwa na mali mle godown ni zaidi ya bilioni 1. Kwa wale wananiamsha. Wanaambia acha kulala. Kwa wakajaribu kuniamsha, nikamwambia sijarara. Ulichonunua ndicho nitakachokupa.
Wakaendelea hivyo namna hiyo. Nilikuwa nahudumia maaskari. Siku moja afisa mmoja akaniambia maneno yale. Akaniambia, na mimi nina shida, naomba unisaidie huko kazini kwako. Nafahamu kiwazamu na kabidhiwa bunduki na risasi. Na shida risasi moja. Akaniambia, pumbavu. Akaniambia, twende pole. Na mimi huku ndani na risasi huko. Hizi mali ulizonipa ni sasa na risasi. Kama wewe ni mwaminifu unapewa risasi 10 unazirudisha. Na mimi nimepewa magunia 10 na yarudisha. Kwa usije tena kuniambia mambo yasiyofaa. Mimi ni haribu kazi, wewe endelee na kazi. Kwa mimi nilishinda. Nikamchukua kijana mmoja kanisani kwetu. Nikamweka kwenye godown ya pili anisaidie. Allah. Mbinguni mbali baba. Wakaja wale walionishawishi mimi, wakaenda kumshawishi yule. Mbona alitoa mzigo? Aliuza na ameokoka. Na kwenda kumkagua. Kanipangia maboksi matupu. Kanyaboya. Nje maboksi, ndani nje mzigo, ndani hakuna kitu. Kama Mungu vile nikatoa mzigo wote tu uhesabu. Hakuna kitu. Kashanipiga. Mpendwa, nimemchukua kanisani. Mungu saidia. Wale watu Wahindi wale walikuwa najua mimi nimeokoka, sio mwizi. Lakini mimi nilikuwa nakwenda nyumbani au nafungwa. Wakaniambia, mbona huyu umesema umemchukua kanisani? Niambia, ni kweli. Siwezi kumkana, tunasali wote. Mchungaji wake ndiye mchungaji wangu. Akaniambia, mbona hayuko kama wewe? Ulimi mzito. Kuambia mbinguni mbali nilishindwa. Bwana asifiwe. Sijui kama unanielewa. Natembea katika njia ya haki. Yule bwana akafukuzwa kazi, akakimbilia kanisani kwa mchungaji. Unajua watu wabaya wao wanawahi kwenye mifumo kwa mchungaji. Akaambia yule jamaa na roho mbaya kanifukuzisha kazi. Mchungaji wetu naye alikuwa kopeshi kama mimi, akaniita. Bwana, mbona umemharibia mwenzako kazi? Ngambia mchungaji, hilo bonge la panya jizi. Unaweza ukamweka mtu ukiamini kwamba ana msalaba, kumbe ana msalaba wa mwizi. Ukaambia kwamba ukafikiri kwamba wote mmeokoka. Akakuharibia kazi. Au ana msalaba wa mnyang'anyi, akakunyang'anya. Kwa sio kila anayesema Bwana Bwana atauona ufalme wa mbinguni. Na nasema kilichonitokea. Natembea katika njia ya haki. Yule bwana akafukuzwa, mimi nikapandishwa cheo. Yule bwana akafukuzwa, mimi nikapandishwa cheo. Niliongezewa mshahara mara 5. Kwa baada ya hapo nikatolewa hapa Dar es Salaam, nikapelekwa Zanzibar. Nimekaa Zanzibar mimi miaka 5. Nikiwa meneja sasa, sio mkatamiwa tena. Lakini kilichonipeleka kule ni kwa sababu nililinda mali za watu, sikuiba. Jaribu langu la mwisho nilipata siku naacha kazi. Nimeacha kazi. Nimewaambia waje wakague mali zao, wakakagua. Mwaka 2005 Desemba. Tumekagua, tukamaliza, tukasaini. Kwa sababu walikuwa wananiamini, kwa ilikuwa inabidi kuja Dar es Salaam kukabidhi mwisho. Yule aliyenikagua akashaenda kulala. Mimi ndo ninafungua, akaja mteja. Nikauza mali ya milioni 60. Nimekaguliwa jana, nimeuza leo mali ya milioni 60. Kwa sababu nimeshakaguliwa jana, sipaswi kuingiza kwenye mfumo, sababu mfumo umeshafungwa. Lakini mimi ndo nafunguo. Huyu aliyenihesabu jana na hiyo 60 imo, mimi nimeitoa asubuhi. Niliyekuwa naye akaniambia, akana niangalia machoni, anataka mgao. Ambia hii inaenda, hii naipeleka kuikabidhi. Nikapiga simu kwa project manager wangu, kaambia naomba nipande ndege leo. Nina mzigo mkubwa hapa wa hela 60 million. Na isafirisha kutoka huko, naomba nikute na ndege na gari ya port linipokee. Kapanda vindege vidogo, nikaja hapa na mzigo. Lakini nilikuwa na uwezo wa kuchukua zile milioni 60, para wasingejua. Yule ambaye angekuwa amempeleka badala yangu ndiye angekuja kufungwa kwa milioni 60. Mimi nisingekuwemo. Nimekabidhi jana. Wewe leo hii unaona shilingi 1000 unaiacha? Ama inakulamba? Mimi nimeshindwa 60 hii hapa nikaikabidhi. Kwa kama unaibaiba ni wewe. Kwa Bwana anaposema anatembea katika njia ya haki, kuna vitu lazima utengeneze njia ya haki. Kwa usiposhinda shetani anakushinda. Jaribu liko pale pale, umeokoka au hujaokoka liko pale pale. Lakini ashukuriwe Mungu nilishinda. Nasema ashukuriwe Mungu nilishinda.
hiyo pesa nikaikabidhi milioni 60. Yule Muhindi aliniangalia mara 8. Kaniambia, "Where are you going?" Nikamwambia naenda kuhubiri. Wakanibembeleza kweli kulipa mshahara mara 10 sina ngapi. Nikamwambia hapana, naenda kuchunga kanisa. Haki ya 5 nitaishia hapo, ni haki ya ulinzi. Ni lazima mtu wa Mungu uombe kulindwa. Zaburi 91:10-12. Bwana anasema mabaya hayatakupata wewe. Kumbe mabaya yapo. Mabaya hayatanipata mimi. Kwa Bwana anaposema mabaya hayatakupata wewe, haina maana kwamba mabaya hayataletwa kwako. Ni haki yako kumuomba Mungu usipatwe na mabaya. Ni haki yako kumuomba Mungu hakuletee malaika walindao wakulinde. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 5 anasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Tunalindwa na nguvu za Mungu. Kwa nguvu za Mungu zinaombwa. Nyakati wa kwanza 16:11, mtakeni Bwana na nguvu zake. Ukitaka Mungu akulinde, omba nguvu zake zikulinde. Kuna watu ambao wanalindwa na vitu vingine. Ukiona Mkristo unategemea kitu kingine kikulinde, umepoteza imani. Sisi tulioamini tunalindwa na nguvu za Mungu. Kwa ni lazima uombe hii haki. Zaburi 20:7-8 Biblia inasema hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi. Sisi tunalitaja jina la Bwana kwa sababu ninalinda. Biblia inasema jina la Bwana ni ngome imara. Wenye haki wanapolikimbilia wanakuwa salama. Kumbe lazima jina la Bwana tulikimbilie. Kuna watu wanategemea kulindwa na vitu. Bwana anasema Ezekiel 13:20, kuna watu wanalindwa na irizi. Nasema na wewe mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao useme, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao irizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vyao vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtawinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Kwa hapa wanaonekana wako wanawake waliotumia mfumo irizi. Nanyi mmenajisi kati ya watu wangu kwa hadiri ya makonzi ya shairi na vipande vya mikate, ili kuziua roho za watu wangu ambao hapasi kufa. Wao watu walitumia irizi kuua roho za watu wa Mungu. Waliwaua watu ambao hapasi kufa, ili wapate vipande vya mikate na shairi, wakahifadhi roho za watu ambao hawakupaswa kuishi. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha irizi zenu. Tazama mimi ni kinyume cha irizi zenu, ambazo kwa hizo mnawinda roho za watu wangu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia zile roho mnazoziwinda kama ndege. Mstari wa 21, na leso zenu nazo nitazirarua na kuokoa watu wangu katika mikono yenu, wala hawatakuwa katika mikono yenu tena kuwindwa, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, sema Bwana. Amen. Biblia mahali hapa inaeleza habari ya irizi. Hawa ni watu waliotegemea irizi. Irizi ni nini? Irizi ni kitu chochote. Ni kitu chochote kinachotegemewa kuliko Mungu. Lakini hapa inaongelea irizi ya kichawi. Bwana anasema niko kinyume na irizi zenu. Bwana anasema hapana tena uganga, hapana uchawi juu ya Israeli.
Leo tunakwenda kuteta nao wanaokuteta. Walitumia irizi, tunatumia jina la Bwana. Walitumia irizi, tunatumia damu ya Yesu. Walitumia kafara, tunatumia damu ya Yesu. Tutamwambia Bwana, leo tunadai haki zetu, haki ya kuolewa, haki ya kuendelea, haki ya kuishi, haki ya kutawala, haki ya kumiliki. Waliweka irizi, tutaondoa irizi. Leo ni leo. Aliyekudhulumu Bwana atamshughulikia. Walikufunga kwa sanda, hiyo sanda haitakaa kwako. Walikufunga kwa uganga, huo uganga hautakaa kwako. Walifunga watoto wako, leo watawaachia kwa jina la Yesu. Na tabiri juu yako, unakwenda kuachiwa. Cheo chako kitaachiwa, kazi yake itaachiwa, heshima yake itaachiwa, tajiri wako utaachiwa. Wakulao leo wanakwenda kuliwa. Na muona malaika wa Bwana, malaika wa Bwana wanashuka katikati ya mkutano huu. Bwana yuko hapa. Nasema Bwana yuko hapa. Nasema Bwana yuko hapa. Bwana yuko hapa. Yesu yuko hapa. Tunararua irizi, tunararua uganga. Walikufunga kwa uganga, walichukua haki yako, wakasema huyo hata beba mtoto mgongoni. Leo naita watoto wa kiume na wa kike. Leo naita watoto wa kiume na wa kike. Leo naita watoto wa kiume na kike. Kaburi lao halitakupata. Ori ambako mwambie Bwana, heshima yako ije leo, ije leo. Nitararua hizo irizi zao, hizo irizi zao zitararuliwa. Huo uganga wao unararuliwa, hayo mapepo yao yanararuliwa. Chai wa mafumbo, chai wa irizi walikunuilizia, tunapiga sasa. Inua mikono yako. Kaburi lao halitakupata. Ori ambako mwambie Bwana, heshima yako ije leo, ije leo. Nitararua hizo irizi zao, hizo irizi zao zitararuliwa. Huo uganga wao unararuliwa, hayo mapepo yao yanararuliwa, hiyo kansa yao inararuliwa, uchai wao unararuliwa. Ninapambana na hayawani wabaya. Mwambie Bwana, leo nirejeshe haki yangu. Piga kelele usiache. Mwambie Bwana, nadai haki. Walikunuilizia, tunapiga sasa. Inua mikono yako, inua mikono yako, inua mikono yako, inua mikono yako. Weka makofi ya shangwe. Naam, mtazamaji, kwa muda wote ulikuwa unatazama kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kilicholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi wa Christos Assemblies of God CAG. Kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila Alhamis kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 kamili za usiku, na marudio ni Jumamosi saa 9:30 hadi saa 10:30 jioni hapa Channel 10. Mtazamaji, acha nikupe ratiba za ibada. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 6 kamili za mchana, na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi, na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi waweza zungumza naye moja kwa moja kupitia namba 0754 36 78 26, 0754 36 78 26, lakini pia 0718 26 7171. Na ibada hizi unaweza kuzifuatilia moja kwa moja kupitia Maranatha TV online. Mimi ni kushukuru sana mtazamaji wa Channel 10 kwa kuungana nami katika kipindi hiki cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa. Asante, barikiwa. Sikia habari njema.